baada ya kumaliza hedhi yako. Kwa mfano, mimi nimemaliza leo hedhi yangu, kwa hivyo nahesabu leo, nahesabu kesho kutwa mpaka ile siku ya 5 nasimama kwenye kioo. Na naweka kioo mbele yangu, alafu mimi nasimama hapa nikiwa vile nilivyozaliwa, yani uchi wa mnyama. Ndio nataka kujichunguza amba hivyo. Sasa ujichunguze wewe mwenyewe pole pole, kwenye unajiangalia wewe na kioo. Nimesema kama unaona titi lako moja ni kubwa zaidi kushinda lingine, kama unaona kuna kitu kimefura. Kwa hivyo ukijiangalia kwenye kioo, kaa dakika 5 tu kwenye kioo. Wale Waswahili waliimba wakasema kioo hakidanganyi. Nacho ni kweli, hakidanganyi. Kwa hivyo ukifanya hivyo, basi utaweza kujua iwapo wewe una saratani hii ya matiti ama hauna. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanasema kwamba kama umemaliza katika hedhi, zile homoni kama ni kile kipele kitaweza kujitokeza. Wale wengine wanasema kwamba kama wanakaribia siku zao ama siku zao hizi za mwezi ama hedhi, ni kwamba huwa sijui nipple zao zinafura. Sasa wewe usione kwamba unakaribia hedhi nipple imefura useme labda hii kufura hii labda ni saratani. Hapana, maliza mwanzo, hesabu mpaka ile siku ya 5, fanya uchunguzi. Kama unaona bado kumefura, basi jua ya kwamba una dalili za ugonjwa huu wa saratani ya matiti. Lakini kuna hatua 5 za kirahisi za kujichunguza kama wewe una ugonjwa huu ama hauna. Ujiangalie katika kioo kama vile ambavyo nimesema. Kama umesimama wima na umeweka mikono kiunoni, unavua nguo zako alafu unasimama kwenye kioo na unaweka hivi mikono kiunoni. Utasikia mwenyewe kama kuna kasoro, utajisikia. Sasa ufanye hivi hasa kama umemaliza hedhi yako ile siku ya 5 ama siku ya 7. Simama kwenye kioo tu, wewe na kioo, shaurianeni. Je, niko sawa mimi? Unashika kiuno vizuri, kisha unajiuliza